Pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilikuwa kimeanzishwa kigoda cha taaluma juu ya umajumui wa Afrika, na profesa wake wa kwanza alikuwa Profesa Issa Shivji. Na walikuwa wakiandaa makongamano, wanaleta wanazuoni na wanaharakati wakubwa kwenye majina hayo ya umajumui, kina Samir Amin, kina Wole Soyinka, na wengine. Tukawa tunaona kina Mzee Bugoya, ndio nimemwona mara ya kwanza anakuja pale. Jenerali mwenyewe alikuwa anakuja anatuimbia mashairi na kuongoza mijadala, Mwalimu Lwaitama na kadhalika. Kwa hiyo mimi nilikuwa mwaka wa kwanza hapo. Natembea, tukagundua wanafunzi kwamba ukienda pale kwenye ile kongamano ukihudhuria huwa kuna chakula cha bure. Sasa hawa wenzangu waliosoma zamani, akikwambia Mwalimu Lwaitama kwamba yeye amesoma, huwa nikiwaambia wanafunzi wangu, yaani nikitaka wa imagine kwamba kuna uwezekano wa kuwa na jamii tofauti, huwa ninamuomba aje kuzungumza nao. Kwa hiyo wanamuuliza Mwalimu Lwaitama, eti wakati mnasoma nyie ulikuwa ukienda kantini, ukiingia yani kantini unaonyesha tu kitambulisho, unakula chakula chochote unachotaka? Anasema ndio. Anasema acha uongo bwana. Hawaamini kwa sababu chakula kwao ni bidhaa. Na vijana wengi sana kuna kijana mimi nakumbuka ameanguka kwenye mtihani majuzi kwa sababu ameingia kwenye mtihani hajala siku 2. Ukiachilia mbali matatizo ya ada. Wanaambia unatoka nyumbani unaenda chuoni hauulizwi kuhusu ada. Unasoma mwaka wa kwanza hadi wa 3 bure. Anasema ndio. Na bwenini unaingia bure. Ndio. Na bado na pesa unapewa matumizi. Ndio. Na ya vitabu ndio. Wanaona ni kama pepo ambayo haijawahi kutokea Tanzania, lakini imewahi kutokea. Kwa sasa na sisi pale yale makongamano ya kigoda ya kina Profesa Shivji na Profesa Saida walikuwa mle ndani kama waandalizi, tulikuwa tunaenda pale, ndo kwa mara ya kwanza tulikuwa tunaonja wakati wa yale makongamano chakula cha bure. Kwa ukiwahi asubuhi unaingia kule juu, unakaa tafuta siti yako, unapewa kupona. Na kwa kweli hatukujua umajumui wa Afrika ni nini. Tulishasikia kuhusu Pan-Africanism kwenye General Studies form 5 na form 6 na chuo wakati tunakuja kwenye DS hapa nisamee Profesa Rugumamu. Kwa hiyo tulikuwa Pan-Africanism, it's ni itikadi ya dead black men. Yaani ukitaja ni watu fulani weusi wa zamani wahenga kwa lugha ya vijana walishafariki. Kwa hiyo sisi tuliona haituhusu. Kwa hiyo tulipokuwa tunaenda suddenly tukaanza kuwa interested. Tumo mle wanaanza mbona wakizungumza haya mambo yanatuhusu? Wanazungumza mambo mengi tu, wanakosoa ule mfumo unaotufanya tulipe tuuziwe elimu, kuifanya elimu iwe bidhaa. Mfumo ambao unafanya vijana kutoka familia maskini wanapokuja Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma, wengine hadi mabinti wanalazimika kufanya kazi za ajabu sana kwa ajili ya kuweza kupata pesa ya kujikimu na kadhalika. Kwa hiyo tukaanza kuwa interested, baadaye tukatoa hoja mle kwamba bwana, kama hili swala ni la msingi kiasi hiki, kwa nini hakuna kozi ambayo imekuwa dedicated kwa Pan-Africanism hapa chuoni? Kwa hiyo ombi letu likasikika na kilio chetu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kikaanzisha kozi ya maalum ya umajumui wa Afrika. Katika kozi, kwa bahati mbaya, hata hiyo ya umajumui ninayofundisha, kuna kozi nyingine nafundisha African Political Thought. Ile kozi pale chuoni ilianzishwa maalum na wao walikuwa wanafunziwa kwenye ile kozi. Kwa sababu political science by its very nature ni kozi ambayo ni Eurocentric. Wanazuoni wa mle ni wote ni wanaume weupe wengi waliokufa. Kwa hiyo ni kozi ambayo inatukuza nadharia, lakini hata utu wa nchi za magharibi, hata mifumo na kadhalika. Kwa hivyo anzisho African Political Thought ilikuwa ni kuweka fikra za Afrika at the center. Sasa nilipoanza kuifundisha ile kozi, na mimi sikujua, labda ni kwa bahati mbaya, nimeifundisha, nilipomaliza ile semester ya kwanza, semester ya pili kozi iliyopangiwa ni Gender and Politics in Africa. Sasa ukiwa unafundisha kozi za political science za kawaida, humuoni Mwafrika mle ndani. Ukija kwenye African Political Thought unawaona Waafrika. Ukienda kwenye Gender and Politics in Africa unakumbuka ile syllabus nzima hakuna mwanamke hata mmoja kwenye African Political Thought. Kwa hiyo Gender and Politics in Africa ikanikumbusha kwamba kwenye hii kozi ya African Political Thought nikianza na vingunge humo mle kina Mandela, nazungumza Mandela lakini Winnie Mandela hazungumzi. Anazungumza Lumumba lakini Andre Blois hazungumzi. Anazungumza Marcus Garvey lakini kina Amy Garvey hawazungumzi. Amy Jacques na Amy yule mwingine ambao ndio walikuwa makomrade katika ujenzi wa mavuguvugu na kadhalika. Atazungumzwa Nyerere
Bibi Titi na wapambanaji wengine hawazungumzi. Kwa nikaanza kwa makusudi, kila alipo African political thinker mwanaume naongeza na mwanamke na wakajaa, si ndio jamani?